Bwana, mara baada ya Djigui Diarra kuivusha timu yake ya Mali kutinga hatua ya robo finali kwenye mchezo wa mtoano dhidi ya Tunisia kwa kuokoa mikwaju miwili ya penati na kufanya saves ambazo zilifanya timu yake ya taifa ya Mali kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Bwana, tumeona kwenye upande wa klabu ya Yanga ambao ndio wamiliki wa mchezaji huyo, bwana, wametoa kongole kwa maana ya pongezi, wakimpongeza Djigui Diarra kwa kila ambacho alikifanya. Bana, kwenye mchezo huo tulishuhudia Djigui Diarra akiibuka pia kuwa man of the match baada ya kufanya vizuri kwenye mchezo huo. Bana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wameposti picha ya Djigui Diarra akiwa ameshikilia ile tuzo ya man of the match, alafu wakasindikiza na ujumbe unaosomeka screen protector ni moja tu, wakaweka emoji ya saruti kwa maana ya kuappreciate kile ambacho Djigui Diarra aliweza kukifanya. Sasa kupitia kwenye ukurasa huo wa klabu ya Yanga bwana, nimepita kutazama comment za baadhi ya wadau wa soka na mashabiki wa mpira mara baada ya Yanga kuweza kutoa saruti kwa Djigui Diarra kwa kile ambacho alikifanya. Huyo anasema kama unamkubali Diarra gonga like hapa. Mwingine anasema Mwalimu Nyerere wa makipa Tanzania ni Djigui Diarra tu. Nasema kuna watu watamfananisha Diarra na yule kimara mwisho wa Bonyokwa. Huyu anasema si kipa tunaye. Mwingine anasema ewa huyu jamaa anadaka mpaka mahusiano yaliyopotea. Anasema kafanyeje jana nimeshangilia kama nimetokea Mali. Anasema huyu kipa kaishashindikana Dadek. Anasema mwamba huyu hapa. Sema mimi ni shabiki wa Simba ila kuanzia leo ninatangaza rasmi kuwa Diarra ndio kipa bora wa muda wote kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Diarra ni moto. Ninasema akirudi tunaomba jezi yake iwe namba 1 isiwe 39. Tena yeye anatoa pendekezo kwamba Djigui Diarra abadilishwe jezi ndani ya klabu ya Yanga. Tunafahamu kwamba Djigui Diarra kwenye timu ya klabu ya Yanga huwa anavaa jezi nambari 39. Amependekeza kwamba akirudi Diarra Tanzania, kama pengine watakuwa mabingwa michuano hiyo ama watatolewa, basi abadilishwe jezi, apewe jezi nambari 1, na jezi nambari 1 ndani ya klabu ya Yanga inavaliwa na Abubakar Homen. Kwa hiyo yeye anapendekeza kwamba akirudi apewe jezi nambari 1. Mnasema huyu anaweza okoa mpaka mahusiano ya Mwijaku. Nasema Diarra ni mtu na nusu. Mnasema Diarra anajua sio poa. Mnasema huyu kwa sasa kabakiza kudaka matatizo ya mahusiano yangu hapa duniani. Mnasema naombeni peji ya Mali ya timu ya taifa watukane ile mchezaji ya Ulaya haijashangilia naye Diarra kabisa, imekimbia yenyewe kushangilia na alifunga penati ya mwisho as if kazi ya Diarra hawajaiona. Kwanza hawajui kupiga penati, inapaisha Diarra ndo amejitahidi kurudisha mchezoni. Of course kama ulitazama mchezo wa jana bwana, ni kweli wakati jamaa anakwenda kupiga penati ya mwisho na yule alikuwa ni Ali Bilali bana, alikwenda kushangilia na mashabiki, lakini haikuonyeshwa pengine kama wachezaji wanashangilia na Diarra, lakini kuna clip ambayo inaonyesha baadhi ya makipa wa timu ya taifa ya Mali wakishangilia na Diarra wakimpongeza. Kwa hiyo yeye anasema anaomba page ya Mali aende kwenye hiyo page akawatukane kwanza kwa nini baada ya mchezo kutamatika hawakushangilia na Diarra, kwa sababu yeye ndio ambaye aliokoa mikwaju miwili. Mnasema moja tu mdaka mishale. Mnasema kuna muda sawa huyu sawa. Huyu mnasema protector, mnasema yani admin umeshtuka kukojoa ndo una posti. Mnasema mara kaseja mara sijui ujinga gani, hakuna jamani. Diarra hadaki kama nyani, ni full package, yani anadaka, ana swipe, anasoma mchezo, anapanga mabeki, anaiona mechi nzima na wachezaji wakiwa hawaelewi, wanakura na makofi vile vile na kaseja. Hivyo sijui nani wala yule mwenye jina la sawa. Nasema jitu mtu mdakaji wa mahusiano yaliyopotea. Mnasema mwamba. Mnasema Yanga na engineer na alikama uongozi na wanachama tujitahidi kuweka mikakati madhubuti, kwani Djigui Diarra ameonyesha kiwango kikubwa japo magolikipa nafasi zao finyu
ila tujiandae kwa lolote. Hivyo wanachama tujitahidi kulipa ada na uongozi ujiandae kwa yote. Huenda tukamkosa screen protector, ila Mungu aepushe mbali. Bana, huyu anajaribu kuzungumza kwamba sasa ni wakati wa wanachama na uongozi wa klabu ya Yanga kwa ujumla kuweka nguvu pengine kwa wanachama kulipa ada ili kuwa na pesa ya kutosha, ili kutokea kwamba Diarra ameondoka, basi wewe wanajua cha kufanya. Lakini anaomba aepushe, Mungu aepushe hilo jambo la Diarra kuondoka ndani ya klabu ya Yanga, japo baada ya kuonyesha kiwango bora bana, kumekuwa kuna comment nyingi sana kwamba huenda pengine Yanga wakapata wakati mgumu sana wa kumbakisha Djigui Diarra kutokana na kiwango bora ambacho amekionyesha kwenye michezo hiyo. Mwingine anasema anatisha, mwingine anasema story ya shujaa kipa Diarra, shujaa wa Mali AFCON 2025. Katika usiku uliojaa pressure, machozi ya furaha na pumzi zilizoshikiliwa, jina Diarra liliandikwa kwa wino wa dhahabu kwenye mioyo ya mashabiki wa soka barani Afrika. Kipa huyu mahiri wa Yanga aligeuka kuwa ngao ya taifa lake Mali na kuongoza safari ya kishujaa hadi robo finali ya AFCON 2025 dhidi ya Tunisia. Licha ya Mali kubaki pungufu baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu mapema kipindi cha kwanza, Diarra hakutikisika. Alisimama imara langoni, macho yakichora mstari wa ujasiri, akiongoza safu ya ulinzi kwa sauti na ishara. Kila shambulio la Tunisia lilipogonga lango la Mali, Diarra alijibu kwa utulivu, umahiri na maamuzi ya sekunde chache yaliyoleta utofauti. Kipindi cha mikwaju ya penati kilipowadia, ndipo historia iliandikwa. Diarra alidaka penati 2 mfululizo, akizima ndoto za Tunisia na kuwasha moto wa shangwe kwa taifa la Mali. Kila mpira aliodaka ulikuwa kauli ya uongozi, ya imani na ya moyo usioyumba. Haikushangaza kuona Diarra akitangazwa man of the match. Tuzo hiyo haikuwa tu kwa mikono yake iliyodaka mipira, bali kwa roho yake ya uongozi na uthabiti uliobeba taifa zima kutoka viwanja vya Tanzania akiwa mchezaji wa Yanga hadi jukwaa la Afrika nzima. Diarra ameonyesha kuwa mashujaa huzaliwa kwenye nyakati ngumu. Usiku huo Mali haikushinda tu mechi, ilishinda heshima, na Diarra akawa uso wa ushindi huo. Bwana, ni story fulani hivi mdau ameandika kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga akimzungumza Diarra kwa kile ambacho alikifanya hiyo jana. Mwingine anasema top goalkeeper, mwingine anasema kwani Kamara ni goalkeeper wa timu gani? Sawa, ya taifa na sawa. Unasema nimejua kushangilia. Mwingine anasema tunaomba Djigui Diarra akirudi AFCON mpeni mkataba wa miaka 10 mbele. Mwingine anasema hata kuongea sana siwezi. Unasema ogopa matapeli hauzwi. Mwingine anasema Djigui Diarra ni mmoja, ni sawa na sawa. Mwingine anasema best goalkeeper ever. Mwingine anasema hata kizeeka wepo tu kama kocha wa makipa Yanga tunampenda. Bana, comment ni nyingi kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kumpongeza Djigui Diarra. Lakini pia kupitia kwenye ukurasa wa Djigui Diarra mwenyewe, bwana naye pia aliposti picha mbalimbali. Kwanza akiposti picha akiwa amebeba ile tuzo ya man of the match, lakini akaweka clip ikimonyesha akichukua ile tuzo ya man of the match, afa kaandika alhamdulillah. Mwingine sehemu nyingine kwenye Insta story akaweka picha tofauti za mchezo huo na saves ambazo aliweza kuzifanya kwenye mtanange huo. Bwana, Djigui Diarra ni moja kati ya kipa ambaye amekonga nyoyo za mashabiki wote Tanzania, si wa Simba na Yanga wala Azam, ni wote wamekubali na wameappreciate kile ambacho amekifanya, na wamezungumza kwamba huyu ndiye kipa bora kuliko makipa wote ambao wamewahi kupita kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo Yanga wametoa pongezi kwa Djigui Diarra, lakini ukiachana na Yanga pia wachambuzi, baadhi ya wachambuzi wametoa kongole kwa Djigui Diarra. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ama story ambayo nimeona nikusogezee mara baada ya Diarra kuweza kuivusha Mali kutinga hatua